vijana wameweza kupata mafunzo mbalimbali. Moja ambayo ilikuwa ni kufundisha vijana juu ya falsafa ya Mwenge wa Uhuru, historia, lakini pia na uzalendo kwa nchi yao. Lakini pia vijana wameweza kujifunza fursa za kiuchumi zilizopo katika wilaya ya Chunya, ikiwa ni pamoja katika uwekezaji wa shughuli za uchimbaji, lakini wameweza kujifunza pia fursa zilizopo katika kilimo na ufugaji, hasa katika kilimo biashara. Wameweza kujifunza mambo ya uandishi wa miradi na uanzishaji wa biashara na utafutaji wa masoko. Wameweza kujifunza namna ya kuweza kupambana pia na masuala ya malezi, lakini masuala ya kuweza kupambana pia na masuala ya maambukizi ya virusi. Lakini wameweza kujipata pia elimu ya afya na afya ya uzazi, lakini pia wameweza kujifunza masuala ya ukatili kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini pia wameweza kujifunza namna ya kuweza kujikita katika jasiriamali na kuweza kujiajiri. Baada ya kuendesha kambi ya siku 3, jana wameweza pia kuhitimishwa na kongamano ambalo limehitimishwa leo na Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambapo pia katika kongamano hilo kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru ameweza kuwakumbusha vijana kuwa wazalendo, lakini pia na matumizi sahihi ya masuala ya tehama. Vijana wajikite katika kutumia fursa za mawasiliano, hasa mitandao ya kijamii, katika mambo ya msingi ambayo ataweza kuwaingizia kipato. Waachane na dhana ya kuweza kutumia mitandao kukashifu viongozi na watu mbalimbali. Lakini pia vijana katika kambi hili wameweza kujifunza pia uzalendo, kuweza kila asubuhi kuamka na kuimba nyimbo za uzalendo, kujituma na kutokuwa vijana wazurulaji. Sera ya mwaka 2007 toleo la 2024, hiyo imenifungua, imeniwezesha kujitambua, kujielewa fursa ya mimi kama kijana, hususan katika wilaya hii ya Chunya ambayo ina maeneo mengi ya namna tunaweza kufanya ubunifu, hususan wa kilimo na uwekezaji wa namna ya misitu ambayo tuko nayo kwenye upande wa ufugaji wa nyuki na nini. Lakini kwenye upande wa ufugaji pia wilaya yetu ya nzuri ya Chunya imefunguka hivyo. Kwa kambi hili au kongamano hili limeweza kunifungua kuziona fursa hizo ambazo mwanzo mimi kama binafsi sikuweza kuziona. Akili yangu na mawazo yangu ilifikiria tu kwenye swala la uchimbaji wa madini katika wilaya hii, lakini kumbe kongamano hili limeweza kunifungua kwamba katika wilaya hii ya Chunya kuna fursa ambazo naweza nikazitumia mbali na uchimbaji wa madini. Hivi nilizojifunza mimi, kwanza fursa ya kwanza ujasiriamali. Tumejifunza vizuri. Alafu tumejifunza ni namna gani tu wazalendo kwenye taifa letu. Tumejifunza ujasiriamali, tumejifunza namna utengenezaji wa mafuta kwenye kwenye viwanda. Tumejifunza utengenezaji wa sabuni ya maji kwenye viwanda. Kwa naweza nikasema kwenye kongamano hili tumejifunza vitu vingi. Moja ni tuliojifunza ndio hayo. Kubali kujifunza katika eneo hili. Mimi kwenu langu mimi ni jambo moja, kwa sababu aliyofundishwa hapa dada yangu aliyoyasema ni miongoni mwa mambo ambayo kwa kweli kila mmoja ameweza kuelewa kwa weledi wa hali ya juu. Lakini pia nimeambiwa wakufunzi wetu na wao walikuwa ni miongoni mwa wakufunzi wa kongamano la vijana. Naomba wapigieni makofi sana. Natambua uwepo wa kaka yangu na mkufunzi wangu, mwalimu wangu kipenzi Meja Musa Ngomambo, naomba wapigieni makofi. Ndugu vijana, mimi nitagusia jambo moja. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu, lazima tuende tukatimize wajibu wetu kama vijana, kama makundi mbalimbali yaliyopo mahala hapa. Mimi niwaombe sana, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, na unapoenda kwenye takwimu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, asilimia kubwa ya walioandikishwa kufanyiwa tathmini
ni kundi kubwa la vijana ndani ya taifa letu. Lakini pia unapoenda kwa wenzetu wa Tume Huru ya Uchaguzi, asilimia kubwa ya waliojiandikisha ni kundi kubwa la vijana ambao wamejiandikisha ndani ya wilaya hii. Ni jukumu la kila mwananchi, ni jukumu la kijana kwenda kutimiza wajibu wake wa kikatiba pamoja na wajibu wa kidemokrasia, kwa sababu unapokwenda kutokushiriki uchaguzi mkuu, kwa kweli unakuwa ni miongoni mwa watu ambao utasema hatuwezi tukutambua upo katika kundi gani. Hatukutambui kwamba wewe ni Mtanzania mzalendo ama wewe unatokea ndani ya taifa gani. Unapoenda kupiga kura, uhakikishe maendeleo haya yanayofanyika, basi na wewe kwa namna moja ama nyingine unakuwa ni miongoni mwa watu waliohusika. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.